Pesa inaweza kuniacha ukabaki unalia. Mwenyewe pesa inaleta rahaluki, dunia shamba bovu na ndaki yake imejazwa uovu. Tatizo inaleta furaha. Pesa na matatizo inaleta ugomvi. Dada samahani. Bila samahani. Shikamoo. Marhaba. Dada, mimi naitwa Meli. Nimetokea huko kijijini, nilikuwa na shemeji yangu. Sasa kuna sehemu tumefika hapo, tukashuka, kulikuwa na magari mengi. Ndo shemeji yangu hapa akanitelekeza, na hata sijui hata alipoenda. Na mimi huku mjini ni mgeni. Kwa mlipofika kwenye magari mengi akakutelekeza? Kwa hiyo alinitelekeza, mimi sijui hata kaenda wapi. Na mimi huku mjini ni mgeni na hata sina pa kwenda. Kwanza umetokea wapi? Afu mbona uko hivi? Nilikuwa naomba msaada wa hifadhi. Karibu sana mpenzi wangu. Asante sana mpenzi. Vipi hali yako? Unaendeleaje? Kwa sasa sasa nimekaza. Hata mimi mwenyewe naona upo sawa sasa hivi. Niko vyema kabisa. Vipi lakini yangu anaendeleaje? Anko anaendelea vizuri. Yuko vizuri? Sawa. Baby? Yes. Nimekuletea ile pesa nilokuahidi. Yafahamu. Pesa yote hivi umetoa wapi? Nilimwambia mjomba kama mnaumwa, ndio maana kanipatia hiyo pesa. Nami aliponipatia hiyo pesa nikasema je, nilete kabla sijaanza kuitumia. Mjomba wako anaonekana ananipenda. Hanaga shida yule. Hanaga shida eti. Sawa. Sasa. Asante sana mpenzi wangu. Na nikwambie tu, hakika wewe ni mwanamke ambaye unanijali sana. Na mimi nikuahidi sitokuacha katika hii dunia. Sawa baby. Nina maswali kama mawili hivi au zaidi. Okay. Nieleze. Swali la kwanza. Yaani mfano mimi hapa nikwambie uchague kazi au mimi.
Yaani kati ya hivyo vitu viwili chague kitu cha muhimu kimoja. Utachagua kitu gani? Sasa mpenzi wangu, unaniuliza swali mbona una majibu nalo kabisa. Lakini nitakujibu kama ulivyosema kwamba nakujibu majibu yatoka ndani ya moyo wangu. Nakwambiaje? Kwanza mpenzi wangu, ukitazama au nikitazama kazi nimeipata nikiwa tayari na wewe kwenye mahusiano. Sasa nitafanyaje kazi niruhusu kupoteza wewe mpenzi wangu nayekupenda? Maana nyinyi wadada wa siku hizi sasa tunawasaidia, lakini mkifika kule nyumbani mnaanza jeuri. Kishamzoea sio mtu, kiburi, kila kitu hautaki. Sasa nikuchukua hapa nikupeleke nyumbani kwangu kule, ufike kule uanze jeuri. Dada, mimi sina hiyo jeuri. Nilikuwa tu naomba unisaidie. Dada, mimi sitafanya kitu chochote na wala sitakubishia kwa kitu chochote. Okay. Mimi nitakusaidia, lakini kule nyumbani naishi na mdogo wangu. Sawa? Kwa tutakuwa watatu. Umeelewa? Aya. Twende. Nashukuru sana dada kwa msaada wako. Ni watu wachache sana wenye moyo kama wako ambao wanaweza kumsaidia hata mtu ambaye hamjui. Hata usijali. Aya, chukua begi tuondoke. Hakika mimi siwezi nikakupoteza wewe. Hata tu kesho nikienda kazini wende wanikuze kwenye ile kazi, kwenye ile hospitali, mimi nitaondoka kwa moyo mmoja kabisa. Lakini sitoruhusu au sitokubali ajitokeze mtu aseme kabisa mimi na wewe tuachane katika haya mahusiano. Sitokubali kabisa mpenzi wangu. Sasa basi, nina uwezo wa kuachana na ile kazi nikapata kazi nyingine. Kikubwa natafuta kazi si nipate hela. Sasa kumpata mwanamke aliye na mapenzi ya kama wewe katika hii dunia hauwezi kumpata. Sasa basi, wabaki na kazi zao, waniache na mpenzi wangu ambaye ni wewe. Kwa hiyo mpenzi wangu, wewe na kazi. Hakika mimi ninakupenda peke yako. Siruhusu nikupoteze peke yako mpenzi wangu. Asante sana bibi, na nimefurahi kusikia hivyo, lakini na swali langu jingine la mwisho. Na swali langu ni hivi, mfano ikitokea mjomba amenifukuza nyumbani, vipi naweza kuishi na wewe? Sasa mpenzi wangu, unasubiri mpaka mjomba kufukuze? Mbona hata sasa hivi tunaweza tukanyanyuka tukaongozana mpaka kwa mjomba wako. Fika pale mueleze kwamba mjomba, mimi naenda kuishi na mpenzi wangu. Sasa mambo ya kusubiria mpaka ango akufukuze, kama ni jambo la kawaida sana mpenzi wangu. Na ninakwambia tu kabisa, hata sasa hivi tunavyoachana, mjomba akifika kule nyumbani akwambie kabisa kwamba hivi, rudi ulikokuwa mpenzi wangu, mimi nakuruhusu wewe, njoo tuanze maisha, tuanze familia yetu nyingine, tupate na watoto. Sijui unaelewa mpenzi wangu. Asante sana bibi, yaani maswali yangu umenijibu kama vile nilivyokuwa natarajia. Yaani majibu ulionipa ndo nilikuwa natarajia kuyapata kwako, kama vile uko moyoni mwangu. Na nikwambie kitu. Yes, mpenzi wangu. Nakupenda sana. Na sidhani kwenye dunia kama inaweza kutokea nikampenda mwanaume kama wewe. Siwezi. Asante sana mpenzi wangu. Usijali, nakupenda sana. Mdogo wangu, huyu binti anaitwa Mary. Nimekutana naye huko mtaani. Ana shida. Nilikuwa naomba umsikilize angalau hata kidogo. Mary, Bedani. Huyu ni mdogo wangu.
Anaitwa Grace. Shikamoo Grace. Marahaba. Karibu. Asante. Lakini Dausina. Anaonekana kama vile mshamba, yani nadhani anaweza kafaa. Ndio maana nimemleta hapa. Tuongee naye. Atakaa sawa. Dada, mimi naitwa Mary. Nimetokea kijijini. Nimekuja hapa mjini kwa lengo la kumtafuta mume wangu na mwanangu. Oh, kumbe umeolewa? Ndiyo dada, nimeolewa. Mary, sasa ilikuwaje mpaka mmeo akaja huku mjini? Mume wangu alikuja huku mjini kwa lengo la kumtafuta mtoto wetu. Maana mtoto wetu aliibiwa. Yaani alipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Na ilisemekana waliomuiba walikuwa na gari. Sasa sisi kule kijijini kwetu magari hayapo. Tukajua tu moja kwa moja wamemleta huku mjini. Ndipo mume wangu akafunga safari ya kuja huku mjini kumtafuta mtoto wetu. Na mimi kulikuwa na shemeji yangu ambaye ni rafiki yake na mume wangu. Alinilaghai na kunitapeli pesa zote na mpaka kuja kunitelekeza huku mjini. Na mimi sijui hata kaelekea wapi. Na mpaka kukutana na huyo dada. Pole sana mdogo wangu. Inaonekana umepitia changamoto nyingi sana. Asante dada. Mary, hapa ndo nyumbani. Kwa hiyo jisikie huko nyumbani kabisa, kuwa huru. Sawa? Vipi lakini umekula? Hapana, sijala toka asubuhi. Blessy, hebu nenda jikoni kama mwandalie mwenzako chakula haraka. Sawa dada. Changamka, beba na begi lako peleka chumbani. Changamsha mikono hiyo. Mary, jisikie huru sawa? Punguza mawazo. Sahau yote yako kijijini. Na mume wako utampata. Sawa dada. Kwa hiyo usikae mnyonge sana. Changamka. Sawa? Ngoja kutia chakula ule. Karibu sana bwana KD. Asante sana kaka. Karibu sana. Hapa ndo nyumbani kwangu bwana KD. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa ndugu yangu. Kaka, kilichonileta mimi hapa mjini, nilipotelewa na mwanangu kwenye mazingira ya kutatanisha, na kwenye ile harakati ya kuulizia watu walisema kwamba wamemwona ikiwa amebebwa kwenye gari. Hasa na sisi kule kijijini hamna gari. Kwa hiyo nilijua tu kwamba ni moja kwa moja ni watu wa mjini ndio waliomchukua mwanangu. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kumtafuta mwanangu. Na sijui nitampata wapi mwanangu. Kaka, mimi kwako nilikuwa naomba unisaidie hifadhi. Huu muda nikiwa namtafuta mwanangu, nipate hata pa kujistiri. Na kama nilivyokuambia kule barabarani, na siku 2 nalala stendi. Kwa nilikuwa nakuomba sana kaka unisaidie nipate hifadhi. Bwana KD, kwanza kuhusu hilo la hifadhi ndugu yangu, wala usina wasiwasi. Wewe ni familia yangu. Nimekuja huko kijijini nikawapa kazi mkanifanyia kama ipasavyo na rafiki yako.
hifadhi ndugu yangu umepata, na hapa ni nyumbani. Alafu kitu kingine, naona Mwenyezi Mungu atakujalia tu utampata mwanao akiwa salama kabisa. Kwa hiyo hilo ndugu yangu, usiwe na hofu kabisa. Kaka, asante sana, na wewe ni mtu wa pekee sana, na una moyo wa tofauti na watu wengine. Kiukweli nakuombea kwa Mungu azidishe kukubariki na hizi mali zako azidi kuzirinda kaka. Hilo bwana KD, wala hamna wasiwasi. Na kitu kingine nachotaka kukukumbusha, sawa, wewe ukienda kufanya mihangaiko yako ya kutafuta mwanao, ufanikiwe usifanikiwe, hapa moja kwa moja hapa ni nyumbani. Nakuja unajihifadhi hadi siku utakayompata mwanao. Mimi nakukaribisha sana bwana KD. Amina. Na mimi namuomba Mungu sana nimpate mwanangu akiwa mzima. Sitaki nimpate mwanangu akiwa na tatizo lolote. Kaka, mimi nakuomba nikuache hii niende nikaangaike kumtafuta mwanangu, kwa sababu sijui yuko wapi. Sawa, hamna shida bwana KD. Haya. Kaka, umesikia sauti ya mtoto? Hapana, nimesikia hapa, tumesikia vibaya ndugu yangu. Au shemeji yumo nini? Hamna cha shemeji, wewe umeshamuona. Sema bana, kama yupo niende nikamsalimie. Hamna bwana, hamna bwana. Wewe utakuja tu. Haya. Basi sawa kaka, wacha mimi niende. Haya. Kaka, unataka kuniambia nao ni mawenge yangu? Bwana KD, Bwana KD, toka ndani mwangu. Brother, sikutegemea nawe kama ni mnyama kiasi hicho, na wala sikufikiria kwenye akili yangu. KD, unakuja kuomba hifadhi, kumbe unakuja kunichunguza maisha yangu. Sio kama nimekuja kukuchunguza. Hiyo sauti ni ya nani? Umemwona ni mwanangu? Nani huyo? Kweli? Braza, kwa hiyo ulikuja kijijini kwa lengo la kwamba unatafuta wafanyakazi, kumbe ulikuwa na rako jambo, si ndio? Usinisonte wewe. Kwanza wewe KD na kuzidi, yani kwa kila kitu, na kuzidi umri na kuzidi pesa. Usije kanisonta hata siku moja. Hata kama unanizidi, lakini sio kwa hicho unachokifanya. Hiyo ni sauti ya mwanangu na ninamtaka mwanangu. Kweli? Namtaka mwanangu. Bwana KD, tulia. Namtaka mwanangu brother. Niache nimpate mwanangu. Sitaki vitu vingine. Namtaka mwanangu. Sio, unanielewa? Namtaka mwanangu. Unamfuata wapi? Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Pesa ugomvi ndani ya nyumba moto moto. Sina pesa lakini mapenzi yananipa hewa. Oh, pesa inabeba maisha. Pesa inaweza kutupa raha au huzuni pia. Oh, pesa matatizo nayo yakija
matatizo juu ya mlima. Pesa nayo inateleza kama maji kwenye jiwe. Kimo cha upendo